ya uendeshaji wa klabu ambayo utakuwa na mgawanyo wa umiliki kwa maana ya wawekezaji, lakini pia na wanachama. Lakini wanachama wanakuwa wanafaidika zaidi kuliko mwekezaji. Wanafaidika hawa wanachama. Yaani wanakuwa na asilimia kubwa za umiliki wa timu. Yes, kwa sababu klabu ni ya wanachama. Kwa hiyo hata unaposwitch kwenda kwenye mfumo mpya wa uendeshaji kama kampuni, si ndio? Lazima wanachama wanakuwa na asilimia kubwa ya umiliki ambao mwakilishi wao anakuwa ni mwenyekiti wao, kwa maana mwenyekiti wa wanachama. Lakini kwenye issue ya mwekezaji sasa, according to the latest taarifa ambazo zilitoka ni kwamba kwenye huu mfumo mpya sasa wa uendeshaji inabidi klabu iwe na wawekezaji kuanzia 3, si ndio? That means zile asilimia 49 zisimilikiwe na mtu mmoja, si ndio? Inatakiwa zigawanywe kwa mtu zaidi ya mmoja, kwa maana ya kuwa na wawekezaji kuanzia 3, si ndio? And then wanachama wanabakiana na umiliki. Lakini kwa issue ya klabu ya Simba kwenye miaka michache nyuma, unaweza kusema ni kama kuna makosa ambayo waliyafanya kumpatia mwekezaji nguvu kubwa sana ya kimaamuzi kwenye maamuzi ya klabu kuliko wanachama, na ni kitu ambacho walikipitisha wao wenyewe wanachama, si ndio? Kwa sababu that time timu inafanya vizuri, timu inachukua bingwa misimu 4 mfululizo, timu inafika robo finali. Ni kama mashabiki wa Simba, ndio maana kuna muda unaambiwa usifanye maamuzi ukiwa na furaha sana, si ndio? Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukaje ukaviamua. Usifanye maamuzi ukiwa na njaa. Kwa Simba ukiangalia, unajua tukirejea kuna mkutano mmoja hivi wakati Aden Lage ni katibu, ni mwenyekiti. Yeye alikuwa anasoma mabadiliko ya katiba, watu wanapiga kelele, wengine wamesinzia. Yeye akamwambia haina shida, mimi naendelea tu. Watu endelea.